Ajenda kuu ni ajenda ya no reform no election, ni ajenda ambayo sasa hivi ndio iko katika nchi yetu na inazunguka katika nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, katika siku za hivi karibuni mumeona kwamba kumekuwa na operation ya chama katika maeneo mbalimbali kwa kanda ya Nyasa, sasa hizi wako kanda ya Kusini, na ajenda yao kuu ni no reform no election. Lakini katikati ya ajenda ya no reform no election kuna jambo moja ambalo limetokea, ambalo ndani ya chama chetu kuna watu wametokea katika kundi fulani wanapingana na ajenda ya no reform no election. Sasa mimi kwa nafasi yangu nilikuwa nataka nizungumzie tu kwa kifupi nikiwa kama mjumbe wa baraza kuu na mkutano mkuu wa taifa ambako ilianzia hii ajenda ya no reform no election. Ndugu zangu, ajenda ya no reform no election ilitokana na misingi mitatu au minne kama ifuatayo. Tangu kwanza kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992 na uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1995, sisi kama taifa tumekuwa na madai mengi ya msingi, hususan katika siasa za ushindani wa vyama vingi. Tangu mwaka 95 yamekuwepo malumbano na majibizano mengi yanayohusiana na uhitaji wa kuwepo kwa sheria zitakazoendana na mfumo wa vyama vingi. Nikisema sheria za mfumo wa vyama vingi, manake tulipokea mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa tulipopokea mfumo wa vyama vingi vya siasa, tulikuwa tuna kila sababu kama taifa kuwa na sheria zinazoendana na mazingira ya mfumo wa vyama vingi vya siasa. Lakini tangu mwaka 1995 yamekuwepo madai kutoka kwa vyama vya upinzani dhidi ya chama tawala kuhusu marekebisho ya mfumo wa uchaguzi na kuweka mazingira ya uchaguzi yatakayoendana na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na maeneo hayo yalikuwa yanalenga maeneo matatu ambayo ndio yamepelekea kuzaliwa kwa hii kitu inaitwa no reform no election. Reform, tunapozungumzia no reform no election tunazungumzia bila ya kuwepo kwa mabadiliko ya msingi katika masuala ya uchaguzi hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi. Na hatutoingia kwenye uchaguzi sio sisi kama Chadema, hata CCM nao hawatoingia kwenye uchaguzi mpaka haya mambo tunayozungumza yarekebishike. Mfano, tunazungumzia kuhusu sheria za uchaguzi. Sheria za uchaguzi za nchi hii ni sheria ambazo haziruhusu ushindani wa kisiasa kwenye boksi la kula. Ni sheria ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kukibeba chama tawala, Chama cha Mapinduzi, na kuviumiza vyama vya upinzani. Kwa hiyo tumesema kwamba ili kuwepo na uchaguzi kwa mwaka huu wa 2025 ni lazima tuhakikishe sheria za uchaguzi ambazo nyingi ni kandamizi, ambazo zimetungwa kwa ajili ya kukibeba chama tawala, tuhakikishe sheria hizi zimerekebishwa, zimeweka usawa kati ya chama tawala na vyama vya ushindani, vyama vya upinzani. Hili tumeliweka, ni reform tunayohitaji upande wa sheria za uchaguzi. Lakini jambo la pili ambalo sisi tunahitaji lifanyiwe reform ni juu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika nchi yetu, hata kusema Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakati mwingine huwa kama tunakosea. Tulipaswa kusema ni Tume ya Rais ya Uchaguzi. Ni tume ambayo inaundwa na rais ambaye mara zote amekuwa ni mgombea kwenye chaguzi zote, amekuwa ni mgombea shindani dhidi ya vyama vingine. Kwa hiyo ni tume ambayo muundo wake na jinsi ilivyo imeundwa kwa ajili ya kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinabaki madarakani. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wadau wote wa mageuzi katika nchi hii tumesema tunahitaji reform katika mfumo wa muundo wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa wakati miaka yote tukipigania juu ya muundo wa Tume ya Uchaguzi, wenzetu labda hawakutuelewa vizuri, maana kuna wakati wakaibadilisha Tume ya Taifa ya Uchaguzi wakaiita tena Tume Huru ya Uchaguzi. Kwa lile neno Tume Huru ya Uchaguzi waliloliweka sasa hivi kama boshen ilikuwa ni kama mtego tu, yani jina linabadilika lakini mfumo ni ule ule. Kwa hiyo sisi kama Chadema kwa mwaka huu wa mwaka 2025 kwa kushirikiana na wadau tumesema tunahitaji reform katika Tume ya Uchaguzi.
tutengeneze tume ambayo itamtangaza mgombea aliyeshinda, tutengeneze tume ambayo itahesabu kula kwa haki na kumtangaza aliyeshinda na aliyeshindwa kwa haki, bila kuwepo kwa mazingira ya udanganyifu na vitu vingine. Lakini tumezungumza vile vile tunahitaji reform katika uwakilishi wa majimbo, usawa wa majimbo, idadi ya watu na idadi ya uwakilishi ndani ya bunge, kwamba kutokuwepo kwa usawa wa uwakilishi. Unakuta jimbo lingine lina wapiga kura 100,000 lina wabunge 2, na jimbo lingine lina wapiga kura 100,000 lina wabunge 3. Jimbo lingine lina wapiga kura 60,000 lina mbunge 1, na jimbo lingine lina wapiga kura 300,000 lina wabunge 5. Hakuna usawa katika uwakilishi wa kimajimbo. Ni moja ya mambo ambayo sisi kama Chadema tumesema uwepo usawa katika mfumo wa uwakilishi. Idadi ya watu, mahitaji ya watu ndiyo yatumike katika muundo wa majimbo ya uchaguzi, badala ya kuangalia mipaka, milima, mabonde, vichaka pamoja na mapoli. Hii ni reform ambayo tumekuwa tunaipigania kama Chadema kwa muda mrefu, na yamekuwa ni madai ya vyama vya upinzani na wadau wa mageuzi katika nchi kwa muda mrefu. Hizo ni reform ambazo tulikuwa tunazo. Lakini sasa hii operation ya no reform no election katika nchi yetu imesimamiwa na kusimamiwa mara kadhaa na vyama vya upinzani, lakini sisi kama Chadema kwa mwaka huu wa 25 tulirasimisha kuwa ndio operation na ndio kauli mbiu na ndio msimamo wa chama katika vikao vikuu vya kitaifa. Kama nilivyowaambia, mimi ni mjumbe wa baraza kuu. Siku ya tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2025 liliketi baraza kuu chini ya mwenyekiti Freeman Aikaeli Mbowe na makamu mwenyekiti Tundu Lissu na katibu mkuu John Mnyika, na wajumbe wote kwa kauli moja tulipitisha no reform no election kuwa msimamo kamili thabiti wa chama, kwamba hatutokubali kuingia kwenye uchaguzi na hatutokubali yeyote aingie kwenye uchaguzi bila kuwepo kwa mabadiliko niliyoyataja hapo. Baada ya tarehe 20 mwezi wa kwanza kupitisha katika baraza kuu msimamo wetu wa no reform no election, tarehe 21 mwezi wa kwanza huo mwaka 2025 uliketi mkutano mkuu wa chama taifa pale Mlimani City, Dar es Salaam, ambapo wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa kutoka nchi nzima ya Tanzania tulipitisha tena kwa kauli moja kwamba no reform no election ni msimamo wa chama wa nchi nzima wa Chadema pamoja na wadau wote wa mabadiliko. Kwa ilirasimishwa rasmi tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimewaeleza hili kwa sababu sasa hivi kumekuwa kuna mvutano ambao kuna kundi linataka kuaminisha kwamba msimamo wa no reform no election kwamba ni wa Tundu Lissu, na chama labda hakitaki, sisi wanachama na viongozi hatutaki hii operation. Lakini hapa ndo nawathibitishia kwamba msimamo wa no reform no election sio wa Tundu Lissu, sio wa Mbowe. Huu ni msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na wote tuliukubali na wote tunautekeleza. Yaani tupo nao na tunatamba nao kama kawaida. Kuna kundi la watu linajiita G55 ambalo linazunguka nchi nzima kudai kwamba wao ni kundi la watu 55 wanaopingana na msimamo wa no reform no election. Nataka sasa nimalize kwa kusema hivi: pamoja na kupitisha kwenye vikao vyote swala la misimamo ya chama liko kwa mujibu wa katiba ya chama, ambayo ukisoma kwenye muongozo wa kamati ya maadili ya chama, kwenye zile kanuni za maadili ya chama, kuna kitu kimezungumzwa kama usaliti. Usaliti umetajwa kwenye katiba ya Chadema kwamba mojawapo ya usaliti ni kukiuka na kwenda kinyume na maazimio ya chama. Chama kikiazimia wewe ukaenda kinyume na maazimio, utatambulika kama wewe ni msaliti. Lakini vile vile katika kanuni hiyo ya 3 ya masuala ya maadili, kwenye swala la usaliti, wanasema katiba inasema kufanya mgomo ndani ya chama na kushawishi mgomo ndani ya chama ni mojawapo ya makosa ya usaliti. Sasa mgomo sasa hivi umeandaliwa na G55 kutaka kushinikiza wanachama wa Chadema na Watanzania wagomee hii kauli mbiu ya no reform no election. Sasa kwa sababu liko kwa mujibu wa katiba, sisi tutaendelea kuwatambua hawa G55
kama ni wasaliti kwa mujibu wa katiba ya chama, wanasaliti msimamo wa chama na mwelekeo wa chama. Na mwisho, kwa kumalizia kabisa, niseme sisi kama Tabora, sisi kama Magharibi, sisi msimamo wetu ni mmoja, ni no reform no election, na hatuna mpango wa kumvumilia yoyote au kumfumbia macho mtu yoyote kutoka mkoa wa Tabora au kanda ya Magharibi ambaye atasimama hadharani kupinga huu msimamo wa no reform no election, msimamo uliobeba matumaini ya nchi kwa leo, kesho na siku zijazo. Na nitoe rai, ni shauri, ni muhimu nikawataka wakaondoa jina hilo la G5 kwa sababu wanawatumia vibaya wazee wetu waliokuwa na uzalendo dhidi ya taifa lao. Badala yake wao wameanzisha genge ambalo kimsingi kwa mujibu wa chama chetu ni wahuni, na hawa ni wasaliti, na mtu yote ambaye anapingana matakwa ambayo yako kikatiba kwa mwongozo wa chama chetu. Nitasoma pia kwenye katiba yetu hii ndogo ya chama ambayo wanachadema wanaijua vizuri, ukurasa namba 91 kwenye maudhui ya chama. Tasoma kipengele kimoja kwenye ibara ya 4 kinasema, baraza kuu ndilo lenye jukumu la kufanya mabadiliko ya maudhui ya chama kwa kushirikisha uongozi wa chama ngazi ya wilaya na majimbo, na kwa kuzingatia maoni ya umma kupitia asasi zao za kijamii. Mtangulizi aliyetoka hapa kuzungumza amewaeleza namna ambavyo baraza kuu liliketi tarehe 20 mwezi Januari, mkutano mkuu kaketi tarehe 21, na baadaye kikao cha mwisho cha baraza kuu pia ambacho kiliketi tarehe 22. Maana yake ni nini? Jambo la agenda ya no reform no election liko kwa mujibu wa katiba, na chama chetu kilizingatia matakwa kwa maudhui ya chama. Ni mamlaka ipi inaweza kabatilisha jambo na kulifanya kuwa sasa la kitaasisi? Kwa muktadha huo, sisi kama wana Magharibi, mimi kama mmoja wa watiania wa ubunge, sitakuwa tayari kupeleka wananchi wangu kwenye jimbo langu wakauawe kwa sababu mwandalizi wa uchaguzi ni mshindani wetu. Tunazo reference nyingi ambazo zimetufanya tufikie msimamo huu, na leo genge hili limezungumza. Wameeleza baadhi ya mambo kuhusu wao kwamba wanaunga mkono reforms ila wanakataa kitu kinachoitwa no election. Na mtakumbuka hili genge linaendeshwa na wahuni wachache ambao walikuwa viongozi waandamizi wa hiki chama. Na kwa sababu sisi tumelelewa katika maadili, chama hiki kinafahamu misingi na maadili ya kiuongozi, hatukuweza kutoka hadharani kuwajibu kwa sababu walikuwa viongozi. Tunafahamu kabisa jambo lolote la kitaasisi, kama una fursa ya kushauri na wewe ni kiongozi, lina taratibu za kiongozi namna ya kwenda kushauri. Inatuia vigumu. Miongoni mwao kuna mjumbe mmoja ni John Mrema ambaye leo ndo ameendesha hilo genge la wahuni. Alikuwa msemaji wa chama, alikuwa ni mjumbe wa kamati kuu. Kuna mwingine anaitwa Julius Mwita, alikuwa katibu wa secretariat. Ni muhimu taifa likajua na Watanzania wakafahamu, katibu wa secretariat ni moja kati ya watu walikuwa wanaandaa agenda za chama ili ziende kwenye kamati kuu, na baada ya kamati kuu kupitisha wanakwenda baraza kuu kufanya kuwa msimamo wa chama. Hatukumuona mahala popote tangu kuasisiwa kwa agenda ya no reform no election, ikiwa yeye ni moja kati ya wajumbe walioandaa agenda hiyo. Maana yake chama kilifanya tafiti, kikajiridhisha kwa waangalizi wa masuala ya kisiasa kutoka nje. Tangu chaguzi zinaanza za mfumo wa vyama vingi, kumekuwa na ripoti zinazoonyesha kwamba uchaguzi wa nchi yetu sio wa huru na wa haki. Na kwa sababu tumepitia madhira makubwa, mimi nitazungumza chaguzi 3 mfululizo peke yake. Chadema ilifika mahala tukasusia uchaguzi wa 2019 baada ya kuinguliwa kwa wagombea wetu zaidi ya 97% nchi nzima. Chadema tukabidi, baada ya kuwa wananchi wanaona kwamba jambo hilo pengine hatukuwatendea haki, tulishiriki uchaguzi wa 2020. Mtakumbuka Chadema kuondoka kuwa na wabunge 72, tukapewa mbunge mmoja kwa hisani, dada Aida Kenani, mbunge wa Nkasi. Chadema baada ya kuwa mgogoro huo wa mtu aliyeahidi kufuta vyama vya siasa, alikuwa anaitwa Joseph Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5,
Mungu aliwahi kututatulia ugomvi baina ya sisi na yeye, akatangulia yeye kabla ya vyama vya siasa havijafa. Alivyoingia Samia, alijinasibu kwa R4, akimaanisha anataka kulirudisha taifa katika misingi ya haki na kweli, na akaahidi public, sauti ya mkuu wa nchi ameadvance kimataifa kwamba jambo lililokuwa likitokea la kiuchaguzi nchi yetu halitajirudia tena. Mmekuwa mashuhuda, waandishi wa habari na Watanzania wote. Ndio rais wa kwanza sasa kuua watu ambao wanaomba nafasi za uwakilishi kwa ngazi za vitongoji. Yuko mjumbe wetu mmoja marehemu kwa jina limetoka kidogo, alikuwa Singida, aliuawa na maafisa wa magereza. Amepigwa risasi nyumbani kwake 4. Na ni vizuri kwenye hili, ndugu waandishi wa habari, muwe mnatoa taarifa kama zilivyo. Sababu taarifa ambayo ilitolewa ilitajwa kwamba aliintafia mkutano wa CCM. Na jeshi la polisi likatoa ripoti kwamba wakiwa wanatawanya wananchi, risasi ilimdondokea kiunoni. Wakati mke wake, mtakumbuka, tarehe 8 mwezi Machi, ameliambia taifa siku ya wanawake duniani, ameshuhudia risasi 4 akipigwa mume wake mbele ya watoto wake saa 8 usiku. Unaweza kuona upotoshwaji wa vyombo vyetu vya dola ulivyokithiri, na mkuu wa nchi hajatoka na tamko lolote kama mfariji wa taifa. Katika utaratibu huo waliuawa watu 4 kwenye uchaguzi huu. Tafiti zinaonyesha taasisi zote za dini zimeshauri, asasi mbalimbali za kiraia zimeshauri. Sisi kwa kujiridhisha tukatoka na msimamo wa no reform no election. Jambo hili, ukimwona mtu yoyote ambaye yuko Chadema hatumiki na CCM anapinga msimamo huu, ni muhimu tukajitafakari sana. Unawezaje kuwa unataka kuwa kiongozi ambao wewe utakuwa kiongozi kwa sababu damu za watu zimemwagika? Ni jambo ambalo mtu yoyote timamu kwenye chama chetu, mtu yoyote timamu mwenye uzalendo wa taifa hili hawezi kukubali jambo hili. Ndio maana sisi kama chama tukatoka na msimamo huo wa no reform no election. Sasa hawa wanaopinga, ni muhimu tukasema, na mimi napenda kushukuru viongozi wetu wa kitaifa. Nataka niwaambie, nguruwe hana kibla. Popote atakakoangukia ndipo kisu kitakapomkuta. Tutakabili hili genge la wahuni pasipo utaratibu kama ambavyo wao wametoka bila utaratibu, tutawanyoosha. Lakini leo nimesikia wakizungumza, wanatafuta tension ili watoke, kwa sababu tumewazoea sasa. Tuna uzoefu kwa chaguzi 3 mfululizo, kila tunapofikia chaguzi wanaanzisha magenge kwenye chama kuonekana kwamba kwenye chama chetu hakuna demokrasia. Hawa walikuwa viongozi. Kwa 90% hilo genge la wahuni walikuwa viongozi waandamizi wa chama, tena wa kitaifa. Lakini ndio wanazungumza mambo haya. Hasa tumejipanga kukabiliana nao kadri wanavyokuja. Leo wamezungumza kwamba ukifungiwa milango unatafuta mlango mwingine. Na wakatoa mfano wa marehemu Rwasa alipofungiwa milango CCM akakimbilia Chadema. Sisi tunasema kwa kipindi hiki ambacho tumepita katika vuli wa mauti, hatuwezi tena kuishi na magenge ya wahuni. Ni aheri tukabaki wachache wa kweli kuliko kuwa na wengi ambao wanahitaji kuwa viongozi kwa kuua roho za watu. Na katika utaratibu huu wapate taarifa, viongozi wetu wasisite, watambue kwamba umma wa walio wengi unawaunga mkono na tuko nyuma yao, na hili hatulibebi kuachia viongozi. Ndio maana leo tumeamua kutoka hadharani kuanza kukabiliana nao, na tutakabiliana na kila yoyote mwenye aina ya elementi hizo kuhakikisha anaondoka akafikiri hiyo milango mingine ambao wao wanakuwa viongozi kwa kuua roho za watu, waendelee wakafanye hivyo. Kwa hiyo nitoe wito kwenye hili genge la wahuni linalojiita G55, mosi, waondoe hilo jina kwa sababu wanawakosea na kuwatweza wazee wetu ambao walikuwa wazalendo wa taifa hili kwa kuanzisha msingi wa G55 mwaka 91. Lakini mwisho, wasikitishe chama hiki kwamba kuondoka kwao kunaweza kuwa tatizo. Hii no reform no election inatekelezwa na Watanzania wote, walio Chadema na wasio Chadema, wenye mapenzi mema na taifa hili. Ni muhimu kwa sababu tumeanza kuwaona muda mrefu, waende huko ambako wao wanaamini
wanaweza kufadhiliwa na kupewa huo nusu mkate wa kibunge. Sisi tunasema, na hili jambo lazima na serikali ijue, CCM wanasema hatuwezi kuzuia uchaguzi. Ndugu zangu, ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema mamlaka yote ya serikali inatoka kwa wananchi. Tunatembea nchi nzima, viongozi wetu wako kanda ya kusini, na kwa kuwa kule wanaonekana majukwaani, sisi tuko underground, na ndio maana tunaanza kudhibiti hao wahuni. Hii agenda ni ya kitaifa, agenda hii haitasimama, na CCM hawataingia kwenye uchaguzi. Yani ni kwamba taifa halitakwenda kwenye uchaguzi kama reforms za sheria za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, mabadiliko ya katiba na mfumo wote wa kiuchaguzi kuto kufanywa marekebisho. Hauwezi kwenda kwenye ushindani wa refari akiwa ni mchezaji. Haya mambo tumechoka, na sisi tunaamini hata ninyi waandishi wa habari hizi taarifa mzitesi vizuri, nanyi pia mtakuwa mmechoshwa. Leo ni kwetu, kesho ni kwao. Na mtakumbuka, tuwape mfano, wakati CCM inakabili wabunge wa upinzani, tuliwahi kuambia wakitumaliza sisi wataanza na ninyi. Mtakumbuka baada ya kutumaliza sisi walianza kushirikiana nao wao kwa wao.